Kizuka oye! Kizuka oye! Wazee wa Makoti oye! Ndugu zangu, watu wa kata hii ya Kizuka, jamaa na marafiki zangu, asanteni sana kwa kuja. Naomba kwa dakika hizi chache tusikilizane kwa makini ili kesho twende tukafanye maamuzi yaliyokuwa sahihi. Kesho tarehe 26 mwezi wa pili katika jimbo hili kuna uchaguzi wa kumchagua mbunge. Sasa basi, tunaomba tujihimize kwa wingi. Kesho asubuhi mapema twende tukavige kura zetu na kumchagua Mheshimiwa Yusuf Lai kutoka chama cha wakulima ili awe mwakilishi wetu kwenye jimbo hili na kwenye kata hii ya Kizuka. Sasa ndugu zangu, mimi nitatoa maarifa madogo sana kuhusu mambo ya kiuchaguzi. Kwanza lazima tujue kwa nini kuna uchaguzi. Kuna uchaguzi kwa sababu tupate mwakilishi wa kwenda kutusemea kwenye majukwaa mbalimbali ili mradi tupate maendeleo katika eneo letu. Na serikali wamefanya katika mambo manne, katika sehemu 4 kwa huku kijijini. Tuna mwenyekiti wa kitongoji ili atuwakilishe kwenye kijiji na kusema kwenye kitongoji chetu kuna jambo gani ili tufanyiwe na serikali. Tuna mwakilishi wa kijiji ambaye ni mwenyekiti wa kijiji, yeye atatuwakilisha kata, atasema kule kata kijijini kwetu tunahitaji nini na nini ili mradi wananchi tupate maendeleo. Na tuna mwakilishi wa kata ambaye anakuwa mheshimiwa diwani, ataenda kutusemea manispaa kwamba kwenye kata yangu tunahitaji 1, 2, 3 ili tupate maendeleo. Na tuna mwakilishi anaitwa mbunge, yeye ataenda kutusemea kwenye serikali kuu kule bungeni kwamba watu wa Kizuka, watu wa Peramiho tuna shida 1, 2, 3 ili tupate maendeleo. Nataka niwaambie, ili tupate maendeleo, ili sisi mtu mmoja mmoja tupate maendeleo, kunahitajika kufanyike na vitu 5. Serikali inatakiwa ituletee mambo 5 katika eneo tunaoishi ili sisi tupate maendeleo. Kitu cha kwanza, serikali wanawajibika kutuletea barabara. Ili ujue kama eneo ambalo unaishi unaweza ukapata maendeleo, lazima uangalie hivyo vitu 5, na kitu cha kwanza ni barabara. Tumeelewana? Naamini hata kama unaenda kununua kiwanja ili ujenge nyumba, unachohitaji cha kwanza unaangalia barabara ipo ambayo inafika kwenye hicho kiwanja, si ndio? Kwa hiyo ili tupate maendeleo watu wa Kizuka, tunatakiwa tuwe na barabara, sio njia. Hii tuliokuwa nayo ni njia. Hii ni njia. Njia hii haiwezi katufikisha kwenye nchi ya ahadi. Tunahitaji barabara. Miundombinu ya pili, tunahitaji huduma ya afya. Lazima sehemu unapokaa, baada ya kuona kuna barabara, una uwezo wa kutoka kwenda eneo moja kurudi na eneo lingine la nyumbani kwako, unaangalia, je, nikiugua naweza kutibiwa? Lazima serikali walete miundombinu ya afya. Nazungumzia eneo la kijiji tuwe na zahanati, eneo la kata tuwe na kituo cha afya. Kama hapa kwenye kata hii tunahitaji, kata ya Kizuka tunahitaji kuwa na kituo cha afya kikubwa ambacho tutapata matibabu. Jambo la tatu, tunatakiwa tuwe na miundombinu ya elimu. Walete shule, watoto wetu wasome. Jambo la 4, kunatakiwa tuletewe miundombinu ya maji safi na salama. Na jambo la 5, tunatakiwa tuletewe umeme wenye uhakika ili mradi watu waje kufungua viwanda, sio umeme tu wale ambao wakuesha kitaa na kuzima na kuchaji simu. Hapana, tuletewe umeme mkubwa wa uhakika
ili watu waje kuwekeza. Sasa basi, kwenye jimbo hili na kwenye kata hii muda mrefu tumekosa wawakilishi wa kwenda kutusemea mambo yetu kwenye serikali. Ndio hivyo sasa, kama umeme sio wa kutosha, hii minara haiwezi kuja huku kwa sababu watapata hasara ya generator. Kwa hiyo lazima walete umeme mkubwa ili ile minara, kwa sababu inakula sana umeme, na umeme wetu huu hauwezi kuwasha minara. Kwa hiyo sasa kwa muda mrefu kwenye eneo hili tumekosa hao wawakilishi. Tumekosa wenye viti wa vitongoji imara, tumekosa wenye viti wa vijiji, tumekosa madiwani wenye uelewa, tumekosa mbunge mwenye uchungu na wananchi. Hao watu ndio wana uwezo wa kwenda kusema serikalini kwamba tunahitaji minara ili tupate mtandao, tunahitaji shule, tunahitaji hospitali, tunahitaji barabara ya kiwango cha lami. Kwa hiyo tumepata sasa nafasi nyingine ya kuchagua. Tumemleta kwenu mbunge wenu kijana, mbunge anayetokana na chama cha wakulima, mbunge ambaye anatokana na sisi. Kesho tarehe 26, twendeni tukajitokeze kwa wingi, tukamchague kwa kula nyingi, ili sasa tupate hayo mambo ya barabara, tupate hayo mambo ya interneti, tupate mambo ya zahanati na mambo mengi, ili mradi na sisi tupate maendeleo kwenye kata yetu, tusiwe tunaishi kwa udongo namna hii. Kwa hiyo ndugu zangu, wenzetu wanaangalia advantage zetu tunazoziachia. Tusipojitokeza, kesho wataenda kutiki. Kama sisi hatujaenda kupiga kura, watawachukua watu wasimamizi, watakuwa wanatiki na kujifanya tumewachagua, kumbe sisi hatujawachagua, bali wamechaguliwa na watu ambao wenyewe wanawajua kwa namna gani wamepata hizo kura.